Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kanda ya Serengeti, Mheshimiwa Ngoto, anasalimiana na viongozi wa chama kwa namna moja ama nyingine. Naona anaendelea kusalimiana na viongozi wa chama, atasalimiana na viongozi wako viongozi wa wilaya mahali hapo walipo wote, anaendelea kusalimiana nao na kutia. Karibu sana mwenyekiti wa kanda yetu ya Serengeti, kanda maalum. Hii ni kanda maalum, kanda ambayo ni ngome Mheshimiwa mwenyekiti, tukio tupige vigelegele na tushangilie. Amezindua rasmi. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa hatua ya sasa kwanza ninayo furaha kubwa kwa sababu sisi sote tunajua kipindi ambacho tumepitia, lakini leo pamoja na kipindi kigumu ambacho tumepitia, leo tuko imara kuliko ambavyo tulikuwa juzi na jana. Ninatambua kwamba katika safari yoyote, kwa wale ambao mmekuwa mkisafiri safari hizi za majini au za angani au usafiri huu wa kawaida, unaweza kusafiri na mtu. Kuna mahali wale wanaotumia ile barabara ya kutoka Dodoma kwenda Moshi au Arusha, mabasi mengi yanatembea na vile vifurushi, na yakifika mahali yanawaambia waabiria wake, yoyote anayesikia kichefuchefu, unataka kutapika, ili usilete shida, tunaomba utuambie tukupe kifungashio ili uweze kutapika kwenye hicho kifungashio. Kwa nini kondakta na wahudumu wa basi wanasema hivyo? Wanasema hivyo kwa sababu wanajua katika safari yoyote kuna wakati watu wengine wanasikia kichefuchefu katika safari hiyo, lakini si wote walio katika safari hiyo au walio kwenye basi hilo wanasikia hicho kichefuchefu. Ni wale tu wenye matatizo, wakikaa kwenye hiyo basi wanasikia hicho kichefuchefu, na hao ndio wanaopewa hivyo vipeperushi, na wanaposhuka haizuii gari kutoendelea na safari. Gari inaendelea na nini? Safari. Kwa wale walioshuka tuwahurumie, kwa sababu walisikia kichefuchefu, safari ikawashinda. Sisi tumeendelea na nini? Na safari. Naomba niwapongeze kwa moyo wangu wa dhati wanachama na viongozi wote mliosimama katika kipindi chote hicho ambacho kumekuwa na hayo matatizo, ambao tumeendelea kuhakikisha tunakisimamia chama
na tunaendelea kukitangaza chama. Nawapongezeni sana. Waheshimiwa viongozi wenzangu, ngazi ya kanda, mikoa, majimbo, wilaya na kata, na ndugu wanachama na wafasi mliofika hapa, pamoja na waandishi wa habari mlio huko hapa, naomba niwasalimie tena kwa heshima kubwa, na nirudia kusema nina furaha kuwa nanyi hapa katika ofisi za Chadema kanda yetu ya Serengeti kwenye zoezi la ufunguzi wa ofisi, lakini upanuzi wa ukarabati wa ofisi yetu. Hongereni sana na karibuni sana kwenye ofisi yenu hii ambayo nyie ndio mliotoa hizo tofali zinazoonekana zimeanza kazi. Karibuni sana na hongereni sana kwa kazi hiyo. Leo tunakutana hapa si kwa mazoea, bali kwa sababu wasaliti walikubali kutumiwa na dola kukihujumu chama chetu. Tumekaa miezi 10, karibia siku 310 bila kufanya siasa ambayo ni haki yetu kwa mujibu wa ibara ya 3 ya katiba ya nchi yetu. Kwa miezi yote hiyo, wafugaji, wakulima, wachimbaji wadogo wadogo, watumishi wa umma, mama lishe, bodaboda na Watanzania wengi wanaonyanyaswa na serikali hii katili ya CCM walikosa watu wa kuwasemea matatizo yao, na hii imethibitisha wazi kwamba Chadema pekee ndiyo chama kinachoweza kusema na kusimama na matatizo ya wananchi. Katika kipindi chote hicho ambacho tumekuwa hatuwezi kuzungumza, hata ukitaka kuzungumza na vyombo vya habari inabidi uchague aina ya chombo hicho, ukae mahali urekodi ili utoe hiyo clip. Wachimbaji wadogo wadogo ambao katika nchi hii ni kama mateka walikosa watu wa kuwasemea. Wachimbaji ambao dhahabu ikipatikana eneo lako kama hili, kuna mtu anakuja anasema ana leseni ya miaka 100 iliyopita, kwamba alichukua leseni kwenye eneo lako. Alichukua leseni kwenye, na wewe unakosa haki. Boda boda ambao ukienda baadhi ya maeneo kama Tarime wamewekewa ada ya kulipa shilingi 200 kila siku, walikosa watu wa kuwasemea kwa sababu chama kilifungiwa. Mama ntilie ambao wananyanyaswa na mgambo walikosa watu wa kuwasemea kwa sababu chama hiki peke yake ndicho chama ambacho kinaweza kusema matatizo ya hawa wananchi. Sisi Chadema kanda ya Serengeti tunaiambia serikali kwamba kadri inavyozidi wa kusema ndivyo inavyozidi kuwalazimisha wawaze kutafuta njia nyingine ya kuonyesha hisia zao nje ya mifumo ya demokrasia. Kama utazuia watu kusema matatizo yao, Watanzania na binadamu watatafuta namna ya kukufikishia ujumbe kwamba unaniumiza. Ukinikanyaga umeniziba mdomo, au ukinikanyaga umenishika mikono, ninaweza hata kukuuma na meno ili ujue unaniumiza. Ndivyo ambavyo Watanzania kama wataendelea kunyimwa haki ya kusema, ya kutendewa haki, kuna namna ambavyo
watasema historia ni mwalimu mzuri. Inatukumbusha kuwa wakati wa utawala wa chama kimoja ndani ya muda mfupi kulikuwa na matukio 8 ya kumpindua Mwalimu Nyerere. Wanaokumbuka historia inaonyesha wakati wa chama kimoja kunaonekana kulikuwa na matukio 8 ambayo yalitaka kumpindua Mwalimu Nyerere kwenye uongozi, kwa sababu Mwalimu, watu walikuwa hawana mahali pengine pa kusema. Kwa hiyo kama kulitaka kutokea matukio 8, ndio maana Mwalimu Nyerere aliposema achukue maoni, wanasemaje kuhusu uanzishwaji wa vyama vingi na chama kimoja. Wale wa chama kimoja walisema tuendelee na chama kimoja kwa sababu kuna faida walikuwa wanaitaka. Asilimia ndogo ilisema tuwe na mfumo wa vyama vingi, lakini Mwalimu kwa kuwa alijua mfumo wa chama kimoja madhara yake, na yeye amenusurika kupinduliwa karibia mara 8, alisema hao wachache tuwafate, tuweke mfumo wa vyama vingi. Ndugu zangu, sote ni mashahidi wa safari yetu. Kanda ya Serengeti haijapita kwenye njia nyepesi. Tumepita katika wakati mgumu ambao vizazi na vizazi vitakumbuka. Kabla ya uchafuzi mkuu, wanachama na viongozi na hawa wanaosema walitekwa na hawa wanaosema hawajulikani. Mashuhuda wamekuwa wanasema watekaji wamekuwa wakienda kuteka wakiwa na silaha nzito za moto. Mtakumbuka Kaswahili, kwa wale ambao wanamfahamu Kaswahili. Tulifanya mkutano pale Kahama. Tumemaliza mkutano pale Kahama. Tulipomaliza mkutano tena kuna gari alitaka kupanda kwenda Dar es Salaam. Bahati mbaya ile gari ikawa imejaa. Kaswahili akabaki pale anaenda kutafuta gari ya pande ili na yeye aende Dar es Salaam. Mpaka leo Kaswahili hajulikani yuko wapi. Lakini mtakumbuka kwenye kanda yetu pale Busega Nyashimo, kwenye mtu ameenda amechukuliwa stationery yake, anafanya kazi zake, mpaka leo hatujui yuko wapi. Utekaji kwenye kanda yetu umekuwepo. Hao kuna mtu anaitwa Toru alikuwa Masa pale Silari, amechukuliwa. Watu wanasema mbona ni Osisi amemchukua. Mpaka leo watu ni wengi ambao wamechukuliwa na hakuna tamko lolote la serikali kusema imefuatilia hawa watu wanaosemekana kutekwa, kwamba aidha kuna mtu yoyote amehusika wamemkamata, au haijawahi kusema jambo lolote hata moja. Haijawahi kutoa kauli hata moja juu ya hawa watu ambao ndugu zao wamekuwa wanalia kwamba hawaoni ndugu zao wako wapi. Zamani sijui sana mkoa wa Simiyu na Shinyanga watanisaidia hapa, lakini mkoa wa Mara wakati ule nakuwa, ng'ombe ikiibiwa, mfugaji anaweza kulala akaamka pengine saa 10 kukagua ng'ombe zake, akakuta ng'ombe 2 hawapo kwenye zizi. Mfugaji wengi walikuwa wanajua ng'ombe zao, hata uwe nazo nyingi namna gani, yaani ukikagua utagundua hakuna ng'ombe huko. Sasa alikuwa akikagua pengine ni saa 10, inategemeana na huyu mfugaji anaamka saa ngapi kukagua ng'ombe wake kama wapo.
Akigundua ng'ombe wake hawapo hata wawili, ataanzisha yowe, atapiga kunaita mwano, atapiga mwano. Wamepotea ng'ombe wangapi? Hiyo mwano ambayo anapiga huyu mfugaji, hiyo mwano inajulikana, hii ni ya wizi wa ng'ombe. Huyu ameibiwa nini? Ng'ombe. Hakuna kijana yoyote atabaki ndani. Vijana wote kwenye kijiji hicho watatoka kwenda kufuatilia nini? Ng'ombe. Mtaanza safari ya kuangalia nyayo zilipita hapa, zilipita hapa, zinaenda, mnaenda. Asubuhi kutakucha, mtaenda mpaka jioni, imradi tu kama bado nyayo zinaonekana, mtaendelea kufuatilia hizo nyayo mpaka zilipofika. Wakati mwingine mnazikuta pengine ziko kwenye vichaka zimefichwa, wakati mwingine mtazikuta kwenye mji zimefichwa. Mnaweza kwenda mkikuta ziko kwenye kijiji kingine, zikipotelea kwenye hicho kijiji kingine, ile hicho kijiji kilipe hizo ng'ombe ili shida isitokee kati ya kijiji na kijiji, kwa sababu tumekuja na nyayo na miguu imeishia hapa kwenye kijiji chetu. Kwa kile kijiji kitawajibika kutafuta namna ya kulipa, na kama ng'ombe zimeishia kwenye mji huo, mji kwenye hicho kijiji wataambiwa walipe. Au maeneo ya kule kwetu Tarime kule kuna kitu inaitwa kanda maalum. Tuna kanda nini? Maalum. Kanda maalum, bahati nzuri tuliomba sisi Chadema tukiwa tunaongoza halmashauri pamoja na mbunge, ardhi, kipande cha ardhi kinacholingana na hapa kilikuwa kinaweza kuua vijana hata 200. Kipande cha nini? Cha ardhi. Kwa fulani na kwa fulani wanapigania kipande cha nini? Cha ardhi. Hichi cha kwangu, huyu anasema ni cha kwangu, ni cha kwangu, ni cha kwangu. Nguvu zinapangwa, mishale inawekwa, kila aina ya ugomvi unaanza, watu wanakufa kwa sababu ya kipande cha nini? Leo ng'ombe, ardhi imekuwa na thamani kubwa kuliko binadamu. Ng'ombe imekuwa na thamani kuliko binadamu. Wakulima walikuwa wanaweza kufuatilia siku 2 ng'ombe wawili waliopotea. Wamama watatengeneza uji, watawapelekea huko kwenye yoe, watawapikia chakula, sio warudi kule nyumbani. Wanamama wanapiga, wanapika chakula, wanapeleka huko, kwa sababu wa vijana wao wameenda kufuatilia ng'ombe wangapi? Wawili. Leo binadamu wanapotea, serikali haiwezi kusema wako wapi. Watanzania wamenyamaza, hawawezi kusema kwa nini binadamu wamekosa thamani hivi. Wakristo, mtu yoyote ambaye anajiita ni Mkristo anajua kwenye Biblia namna ambavyo Mungu alimtoa Yesu. Alimtoaje? Tena Biblia inasema wakakaa kikao, Mungu akakaa kikao na watu wake huko. Sikuwepo, Biblia inasema wakakaa kikao, wakasema tumtume nani aende duniani akawaokoe watu hawa. Yesu akasema nitume mimi ikawaokoe wanadamu na dhambi zao. Yesu ambaye kwa mujibu wa Biblia
mtoto wa Mungu ni Mungu. Au Wakristo mnaamini kuna Roho Mtakatifu, kuna Yesu, kuna Mungu. Akatoka mbinguni, akaja akavalishwa mwili, akawa mwanadamu, akaishi kama mwanadamu, na watu wakafikiri ni mwanadamu kwa sababu ya mwanadamu mmoja mwenye dhambi. Lakini huyo mwanadamu ambaye Mungu alimtoa mwanae, kama Biblia inavyosema kitabu cha Yohana kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Huyo ndiye anayepotea, hakuna anayejali. Hakuna anayejali. Hakuna kiongozi anasema, hakuna mwananchi anasema eti yule anayesema naye anatakiwa kutekwa. Sisi Chadema kanda ya Serengeti tunaungana na msimamo wa chama kwamba ule haukuwa uchaguzi bali alikuwa ni matumizi ya nguvu yaliyoratibiwa na dola kuwanyang'anya wananchi mamlaka yao yaliyopo katika ibara ya 8 ya katiba ya kuchagua viongozi wanaowataka. Katiba yetu ya nchi ibara ya 8 imewapa Watanzania mamlaka ya kuchagua viongozi wanaowataka. 29 Oktoba wananchi walinyang'anywa hayo mamlaka na dola. Walinyang'anywa hayo mamlaka na dola. Kanda ya Serengeti tumekuwa na kesi za kisiasa dhidi ya viongozi na wanachama wetu kwenye maeneo ya Bunda, Kahama, Tarime, Rorya, Bariadi na kadhalika. Tumeshuhudia vikwazo vya wazi na vya kificho katika shughuli za chama pamoja na vitisho, hofu na jaribio la kutuvunja moyo, lakini hatujavunjika moyo. Lakini najivunia kusema hatukusalimu amri, hatukuyumba, hatukuuza misingi yetu, na hii inaonyesha kuwa Chadema si chama cha msimu, ni harakati ya kweli ya mabadiliko. Msimamo wetu kuhusu kinachoitwa maridhiano, sisi kama kanda ya Serengeti, niseme au niache tu? Wangapi wanasema niseme? Kuhusu maridhiano, nataka kusema wazi bila kificho. Chadema kanda ya Serengeti hatutakuwa tayari kuunga mkono chama hichi cha Chadema kama kuingia kwenye maridhiano yanayopangwa kwa ajili ya kuandaa wananchi. Chadema kanda ya Serengeti hakitaunga mkono maridhiano yanayopangwa kwa ajili ya kuandaa wananchi. Ieleweke vizuri, kuandaa wananchi. Wale wanaoangalia move mbalimbali utaona kuna wakati wanyama wanategwa, wanachimba shimo halafu wanaweka nyasi, kumbe chini kuna shimo. Mnyama anapita pale, anadumukia kwenye nini? Kwenye shimo. Kumbe ilikuwa ni nini? Mtego. Hatutaki maridhiano ya kimtego. Hatutaki maridhiano ya nini? Ya kimtego. Tunataka kwanza, sisi kanda ya Serengeti tunamtaka mwenyekiti wetu Tundu Lissu aachiliwe bila masharti.
Tunataka ukweli, haki na uwajibikaji kwa wote waliohusika kufanya utekaji na mauaji. Bila hivyo, hayo sio maridhiano, itakuwa ni kujisalimisha kwa watawala, kitu ambacho hatuwezi kufanya kwa gharama yoyote. Tunataka uwajibikaji sisi kanda ya Serengeti kwa wale wote waliohusika na hayo mambo, na tuone kweli kuna uwajibikaji upo. Ndugu viongozi na wanachama, kama nilivyosema wakati naanza, kama mtakumbuka, kuna watu walipata kichefuchefu kwenye safari, wakaachia nafasi zao. Nilisikia msemaji mmoja, nafikiri wa BAWACHA, alitusimanga wanaume nafikia wa BAWACHA alitusimanga wanaume. Nataka kusema kwenye kanda yetu baraza la wanawake limeathirika sana. Limeathirika kwa sababu waliahidiwa ubunge wa viti maalum. Waliambiwa ukija Chauma utapata ubunge huko nje kabisa. Kwa hiyo njoo. Sasa msemaji aliyetoka hajui kwamba mwenyekiti wake aliyekuwa mwenyekiti wake aliambiwa kwamba jimbo halina mtu, utashinda. Na sio utashinda, umeshashinda. Na akaenda mpaka sasa ameshinda njaa. Katibu wake hivyo hivyo akaambiwa Msoma mjini una upepo, sio utashinda, umeshashinda. Na akaenda. Kwa hiyo BAWACHA mwanaume ameenda makamu, na makamu mwenyekiti wa BAWACHA naye ubunge Itilima. Kwa wanawake wameathirika kwa sababu ya vyeo vya ubunge, na mimi nimejifunza kumbe mnapambana ili mpate ubunge. Afadhali hawa mama wa viongozi wa majimbo na kata wa BAWACHA, hao kwa kweli nyie hamna mambo ya ubunge wala udiwani, nyie mnapigania chama. Hongeri sana. Lakini hawa wanaong'ang'ana huku kwenye kanda, mwe mnawachunguza sana hawa. Kwa nini BAWACHA huku kanda wote wameenda, amebaki mmoja peke yake? Kumbe walikuwa wanataka ubunge tu, walivyoambiwa hapa utaupata, njoo, wakatimkia huko. Nyie wapiga kura, angalieni wakati mnaenda kupiga kura, msikubali kuuza nafasi hizi kwa sababu ya chai ya rangi na mandazi au na vitenge. Msikubali kuletewa vitambaa vya kushona combat vipya ili mtoe nafasi, alafu huyo mtu baadaye wanawakimbia. Naomba nitangaze rasmi kwamba katika nafasi zote ambazo ziko wazi, chama chetu kina watu wazuri na bora kabisa wa kuweza kuziba na mapambano yakaendelea. Hivyo kuanzia sasa, wanachama wa kanda ya Serengeti, anzeni kujiandaa kupokea tarehe rasmi ya kuanza chaguzi ndani ya chama chetu. Muda si mrefu tutatoa tarehe ya kuanza chaguzi. Hiki chama kina akiba ya watu, kina watu wengi. Mnataka kusema eti huu mkoa wa Shinyanga tunaweza tukose mtu wa kuwa mwenyekiti wa mkoa wa Shinyanga? Akosekane. Wanachama waliotoka mkoa wa Shinyanga tunyoshe mkono. Waliotoka mkoa wa Shinyanga, mulikeni hapo muone. Waliotoka Shinyanga. Tukose mtu wa kuwa mwenyekiti wa mkoa hapo?
Maana yake ni kwamba chama hichi kina watu, na muda si mrefu tutatoa tarehe ya kuanza chaguzi. Jitokezeni mgombee hizo nafasi. Wanachama wote walioko hapa na wale ambao wako majumbani, mjiandae. Tutatoa tarehe ya uchaguzi, mjiandae kugombea nafasi katika chama chenu ili tuendeleze haya mapambano. Naomba vijana mjitokeze, msikae pembeni. Wanawake mjitokeze, wazee mjitokeze, watu wazuri wote mjaze fomu, mgombee hizi nafasi ili mkitumikie chama. Nimesikia hapa, nilikuwa sijajua kwamba tumepata tena bahati nyingine. Tumepata tena nini? Bahati nyingine ya kuletewa kongamano la baraza la wazee taifa kwenye kanda yetu ya Serengeti. Naomba niseme kwa niaba yenu, tuko tayari. Tunashukuru kwa kutuamini na tunashukuru kwa kupendekeza kanda yetu kupokea ugeni mkubwa wa baraza la wazee kwenye kanda yetu, na sisi tuko tayari kupokea huo ugeni. Kuna faida kubwa kupokea ugeni mkubwa kama huo. Ndio maana niliwashangaa viongozi wa Chama cha Mapinduzi na serikali yao walipowazuia wamama kuja kwenye kanda yetu mkoa wa Mara, kwamba wanazuia wamama kwa sababu kungekuwa na wanawake 4,000 ambao walikuwa wanaenda mji wa Msoma. Wale wamama wasingelala stendi, wale wamama wangelala guest. Mtu wa guest lazima angepata pesa, na kama mtu wa guest angepata pesa, kama alikuwa apati biashara, siku hiyo angenunua nyama, angebadilisha mboga, asingekula mlenda, angenunua nyama. Huyu mtu anayechinja angepata pesa inayotokana na wakina mama waliokuja hapo. Huyu wa nyama, inawezekana mtoto wake alikuwa suruali imemchanikia, baada ya kupata wateja wengi angeenda kununulia watoto suruali kabisa. Kwa mzunguko wa fedha kwenye kanda yetu na mkoa wa Mara ungekuwa mkubwa, lakini viongozi wa Chama cha Mapinduzi waliojaa hofu, wanaogopa mpaka hao wakina mama wanaowapiga wakina mama waliowabeba miezi 9 kwenye matumbo yao bila aibu, wanapiga mabomu, wakawazuia wamama kuja kwenye kanda yetu. Sasa tunashukuru, nimesikia wazee wanakuja. Ninaamini hao ni baba zetu, ni mama zetu. Sisi kama vijana na wamama tutakuwa karibu nao kuhakikisha, wengine ni baba zetu, kuhakikisha wanakuwa salama, wanalala vizuri, wanakula vizuri na maandalizi yanaenda vizuri. Naomba utupelekee salamu zetu kwa viongozi wa baraza la wazee taifa kwamba tumepokea wito huo na muujiza huo mwingine kwenye kanda yetu kwa mikono miwili. Amen. Au mnasemaje jamani? Wageni waje au wasije? Wangapi wanasema wageni waje? Waje? Sawa sawa. Kama angetokea mtu anasema asije, mimi ningemfungulia kifungo cha Biblia kinachosema kuwakaribisha wageni, msikose kuwakaribisha wageni, kwa sababu wengine wamewapokea malaika pasipokujua. Kwa hiyo unaweza shangaa katika kuwaleta hao wazee, tukashangaa kwenye wazee huko kuna malaika tumepokea, na muujiza wetu unapatikana humo ndani ya wazee. Ndugu zangu, kuna issue ya uwajibikaji. Naomba nitumie nafasi hii leo kwamba tumekuwa na visingizio. Ukizungumza na kiongozi anakuambia mwenyekiti, wajumbe wanaogopa, tukienda kukaa tunaogopa. Kwenye issue ya uwajibikaji, kwa kuwa leo tumefungua rasmi shughuli zetu za chama na ujenzi wa ofisi yetu, naomba niseme kila kiongozi kwa nafasi yake, naomba nitangaze awe mwajibikaji.
awajibike. Viongozi wa mkoa, nendeni mkawajibike kwa majukumu yanayowakabili. Viongozi wa wilaya, nendeni mkawajibike kwa majukumu yanayowakabili. Viongozi wa kata na chama, twendeni tukawajibike kwa chama chetu kwa yale ambayo yanatukabili. Naomba niwahakikishie, mtu yoyote, kiongozi yoyote ambaye hatakuwa anawajibika, hatutakubali aweke koti kwenye mlango wakati kuna watu wanataka kuingia humo ndani, na wewe umeweka koti na umeondoka, haupo. Umeweka kwamba wewe ndio mwenyekiti wa wilaya, umechukua. Watu wakiona wanaona, mbona mwenyekiti yupo? Ulishawahi kwenda kwenye hizo choo kwamba ili ujisaidie lazima uweke hata kanga? Hata mtu anaenda hajisaidii, ila anaweka kanga yake. Unakuja unaona kuna nini? Kuna mtu, unarudi. Unaenda nusu saa unarudi. Unaona kana huyu mtu ana shida gani? Hatoki. Kanga iko pale. Kuna wengine wanaweka makoti. Unaona koti lipo. Kuna viongozi na wao wameweka makoti, hawawajibiki. Walichukua vyeo, wanaitwa tu mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa katibu, mheshimiwa mwenezi. Hakuna chochote wanachokifanya. Hayo makoti tutayaondoa ili watu waingie, wawajibike wengine ambao wanataka kutumikia hiki chama. Niwaagize viongozi wa mikoa, mna jukumu la kusimamia viongozi wa wilaya na majimbo. Angalieni viongozi wale ambao hawajibiki, hayo makoti yaondolewe. Viongozi wa majimbo na wilaya, mna jukumu la kusimamia viongozi wa kata na matawi. Hakikisheni kila mmoja anawajibika kwa ile nafasi aliyoiomba. Uzembe hatutakubali. Nasisitiza kama ambavyo mimi nimekuwa ni wimbo wangu, swala la nidhamu kwenye chama chetu kutoka ngazi ya juu mpaka chini. Kila mmoja amheshimu mwenzake. Jeshi lolote ambalo halina nidhamu haliwezi kusonga mbele. Nawasisitiza swala la nidhamu, tuendelee kuheshimiana, tuendelee kuwa watu wa nidhamu. Lakini nachomekea hapo, mimi nikiwa mwenyekiti wa mkoa, na nafikiri hata nimekuwa mwenyekiti wa kanda, sitaki kusikia kwenye chama chetu kwenye kanda hii ya Serengeti mama yoyote akiulizwa wewe unajishughulisha na nini, unasema mimi ni mama wa wapi? Na hilo neno, tafadhali usije ukaniambia hilo neno. Sitaki kusikia wewe ni mama wa wapi. Huwezi utafuta shilingi 10,000 anza kufunga mkaa. Fanya kazi. Sawa sawa? Napenda watu wanaofanya kazi, wanachama wafanye kazi. Kama huwezi fanya kazi, utanunuliwa na CCM shilingi 10,000 au chai na andazi, na wewe ni Chadema kwa sababu huna kitu. Watu wanapiga kokoto, kijana upo, unasema mimi ni Chadema, siwezi kupiga kokoto. Nani alikwambia Chadema hawezi kupiga kokoto? Watu wanalima mpunga, wewe unavuta shuka, asubuhi unaenda kwenye kijiwe, kamanda people, sisi ni makamanda. Wenzako wanalima mpunga, wanavuna, unasema unaweza kunisaidia kiroba kimoja. Ulikuwa wapi wakati wanalima mpunga? Na wataka vijana wafanye kazi, vijana walime, kila mtu awajibike kutafuta pesa. Sawa sawa? Onyewe mnaojiita mama wa nyumbani, mseme mnajiita huko sipo karibu. Ukijiita mimi ni mama wa nyumbani, sitakuelewa. Sawa sawa? Kwa hiyo mama wote, nipelekeni hiyo salamu kwa mama huko mnapoenda. Sitaki mama wa nyumbani kwenye hii kanda. Mama hao labda miaka 60, 70 huko, ambao hivi kushika jembe.
Sasa Eliza kama huyu eti ajiite mama wa nyumbani kweli mwenyekiti? Au Winnie kama huyu mama wa nyumbani kweli? Eti na sisi tukubali wewe nani mama wa nyumbani? Kuna ukoje? Huyu mama wa nyumbani upoje huu? Tufanye nini? Naomba nitoe pongezi kwa wapambanaji wote kwa namna ambavyo tumekuwa pamoja, tumejisimamia na mpaka leo tumekutana hapa. Hitimisho, naomba kusema mapambano haya tulionayo yanahitaji watu jasiri, si watu wa hofu. Tusikubali kuchoka, tusikubali kugawanyika, tusikubali kununuliwa. Tukiwa pamoja tutashinda, tutabadilisha historia, tutarejesha matumaini ya Watanzania. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.